Mwanamke alishakombolewa kwa ujio wa Yesu Kristo. Lakini je, sisi kama wanawake tunaishi yale maisha? Bado wanawake wengi tunaishi kwenye ile maisha ya Eva, ya kutokutii, ya kutosikiliza yale ambayo Mungu amesema na sisi. Wanawake wangapi tunaishi kwenye yale maagizo? Tunatekeleza? Tunasimama kuomba kwa ajili ya familia zetu? Tunamtwika Yesu Kristo mizigo yetu? Kuna mama ambaye anatutazama sasa hivi, au kuna baba ambaye anatutazama na wana watoto mabinti, na wale watoto ni kama vile wameshindikana. Mama, ukichukua hatua ya kuja kwenye kongamano hili, kuna vitu vingi utajifunza na namna ya kuanza kulea watoto wako, sasa kuwarudisha katika njia. Kuna wengine wameshashindikana kabisa, lakini Mungu atakupa neema, na kwa sababu utasimama kama mwanamke kwenye nafasi yako. Unatakiwa kukomboa familia yako katika nafasi yoyote ile. Mimi ninakushauri mkimbilie Mungu. Yes, mtazamaji wa Haleluya TV Nguvu ya Omega, karibu sana katika siku ya leo. Kipindi maalum Mwinjilisti nambari 1 Haleluya TV. Mimi naitwa Pastor Israel na ambaye nakukaribisha siku ya leo. Tutakwenda kuzungumza mambo mengi mazuri ambayo yatakubariki kwa hakika na yatabadilisha historia ya maisha yako. Na katika kuzungumza haya sitakuwa peke yangu, tutakuwa na wageni hapa studioni siku ya leo ambao nitakutambulisha muda mchache ujao. Lakini kubwa tunazungumza kuhusiana na msimu tunaoelekea ambao ni ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Ni ibada au ni semina, ni kongamano ambalo mtumishi wa Mungu baba yetu Nabii S.S. Rolinga ametangaza, ambao litafanyika kwa muda wa takriban siku 3, tarehe 27, 28 ya mwezi huu wa Februari na tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Unaweza kuona namna ambavyo kota hii ya kwanza Mungu ametupendelea sana kwa neema kubwa. Ni neema baada ya neema. Sasa safari hii ni kwa ajili ya wanawake, mwanamke na uzao wake. Nini ambacho kinakwenda kutokea? Basi utakwenda kusikia mambo mengi sana kutoka kwenye mazungumzo yetu na wageni ambao niko nao studio siku hii ya leo. Na bila kupoteza wakati wako, wewe ambao unanitazama, ni kupeleke kwa wageni wangu mmoja kwa moja ambao watajitambulisha kwa majina yao, alafu kisha tutaendelea kuyazungumza yale ambayo Mungu ametukusudia tuyazungumze, ambayo hakika yatabadili historia ya maisha yako. Karibuni sana ndugu zangu. Asante. Nguvu ya Omega ni Yesu Kristo. Tuanze na hapa utambulisho. Watu wanakufahamu kwa majina gani na nafasi yako pia ndani ya kanisa la Omega? Amen. Naitwa Josefa Mwenda, ni mtoto wa Nabii S.S. Rolinga, ni mwenyekiti wa vijana katika kanisa la Omega. Anakazo. Asante sana mwenyekiti wa vijana. Upande wako wa kushoto? Nguvu ya Omega. Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Evangelist Abigaili, ni mtoto wa Nabii S.S. Rolinga, nipo kanisa la Omega. Upande wangu mwingine wa kulia tunaye mwanafamilia mwingine. Karibu sana, utuambie majina yako na wewe pia nafasi yako ndani ya kanisa la Omega. Karibu sana. Nguvu ya Omega, kwa majina naitwa Francisca Mwakyusa. Mimi ni mtoto wa Nabii S.S. Rolinga. Amen. Mungu awabariki sana wote ambao umewasikia siku hii ya leo wakijitambulisha mbele yako, na Mungu akubariki pia wewe ambaye umeketi ndani ya sebule yako, umeketi dukani kwako, umeketi popote pale ambapo unafuatilia Haleluya TV na unafuatilia kipindi hiki maalum siku hii ya leo. Tunakukaribisha sana sana ili tupate kuyazungumza yale nini hasa kuhusiana na lile kongamano la mwanamke na uzao wake. Tunaanza moja kwa moja mazungumzo na wageni wangu siku ya leo. Mtu anaposikia ukombozi wa mwanamke na uzao wake, nini kinafaa kuja kwenye ufahamu wake kwa maana ya tafsiri ya hilo neno? Kwa uelewa wangu, tunaposema ukombozi wa mwanamke na uzao wake, ina maana kuwekwa huru. Yaani kwamba mwanamke na uzao wake walikuwa katika kifungo fulani, walikuwa katika utumwa fulani, walikuwa katika mahangaiko fulani, walikuwa katika mateka fulani, walikuwa katika nguvu fulani ambazo zimewashikilia. Kwa hiyo tunapoongelea ukombozi wa mwanamke na uzao wake, tunamaanisha kwamba anaenda kutolewa, anaenda kuwekwa huru. Yeye mwanamke pamoja na uzao wake wote, kutoka katika vifungo, kutoka katika uchungu, kutoka katika mateso, kutoka katika vifungo mbalimbali ambavyo vilikuwa vikimshikilia yeye katika mwanamke pamoja na uzao wake. Okay. Unapozungumza vifungo, pengine kuna mwingine anahisi bado ni kama vile viko kwenye mabano fulani. Vinahusiana na masuala ya uchumi, vinahusiana na masuala ya uzazi wa mwanamke, vinahusiana na masuala ya ndoa. Hebu tufafanulie vizuri hapo.
Vifungo vinaweza vikagusa sekta tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti. Kwa sababu unapozungumzia mwanamke inagusa vitu vingi. Sawa. Uchumi wake, kwa sababu mwanamke ana nafasi katika uchumi. Inagusa uchumi wake, inagusa uzao wake, yani watoto wake, inagusa nafasi yake ya kuzaa kama mwanamke. Kwa hiyo kuna sekta nyingi ambazo zipo ndani ya vifungo ambavyo mwanamke anaweza akashikiliwa akashindwa kupiga hatua. Yamkini ndoa yake ipo kwenye mateso, kwa sababu wanawake wengi wapo ambao wameolewa, wapo kwenye ndoa. Sasa ndoa inapokuwa kwenye vifungo, na maisha ndoa yake inakuwa haina amani, ina machungu, ina vilio. Ndoa imebadilika kutoka kwenye kuwa ndoa ya furaha ambayo tuliumbiwa kuwa, inakuwa kwenye ndoa ya mateso tena na vilio. Lakini pia watoto wanakuwa kwenye vifungo, hawezi kusonga mbele, watoto hawapati kazi. Watoto elimu yao inasuasua. Wanawake wengi wamekuwa wanahangaika kwenye issue kubwa ya watoto. Vilio vimekuwa vingi. Ndio. Mtazamaji ambaye unatazama, yamkini wewe ni mama, ni mwanamke, ni msichana, ni binti, unatazama, inawezekana pia ni baba unatazama kipindi hiki. Kwa nini nimemuuliza mgeni wangu kuhusiana na tafsiri hiyo, ili aweze kufafanua kwa ukubwa, ili wewe upate picha kwamba hiki tunachozungumza kinakuhusu wewe unayetazama. Ndio maana amegusa maeneo yote. Kwa hiyo unapomzungumzia mwanamke na ukombozi, au ukombozi wa mwanamke na uzao wake, basi unazungumzia maeneo hayo yote. Kwa hiyo wewe ambaye uko hapo umeketi kwenye kiti chako, nataka nikusihi usitoke, kwa sababu masuala ya uchumi yanakuhusu, masuala ya uzazi yanakuhusu, masuala ya familia kwa ujumla yanakuhusu, biashara na kila kitu. Sasa tunafahamu kina mama wanateseka, kausha damu za kutosha, lakini kupitia kongamano hili nataka nikuambie kausha damu zinakwenda kufikia mwisho. Ndio maana sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza haya ambayo leo unakwenda kuyasikia kwa ukubwa wake sana. Sasa moja kwa moja tuende kwenye mazungumzo yetu, kwa maana ya mada ambayo imetufanya leo tuweze kukutana hapa. Watu wao wanasema kwamba linapokuja swala kama hili, kwamba mtu anapitia changamoto au mtu yuko kwenye matatizo, daima huwa kuwa na chachu au sababu au chanzo cha lile tatizo. Sasa na leo nataka tutazame ili tujenge msingi, chanzo cha huyu mwanamke kuingia kwenye matatizo ambayo leo sisi tunasema anakwenda kukombolewa ni nini kibiblia. Tuanzie hapa. Okay. Katika Biblia inaonyesha wazi, kusoma kile kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Biblia inatuonyesha, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6. Wa 6, sawa. Biblia inatuonyesha chanzo cha matatizo yote yaliyotokea kwa mwanamke. Mpaka imefikia kipindi leo hii mwanamke amekumbwa kwenye shida hii ambayo ipo. Ndiyo. Kwa sababu mwanzo inaonyesha wazi kwamba Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba Adam, akampa Eva, akaweka kwenye bustani ili waishi vyema maisha mazuri. Ndiyo. Na waliishi maisha mazuri. Lakini kuna maagizo ambayo Mungu aliwapa wale wanadamu. Okay. Lakini shetani alipoona kwamba Adam na Eva wanaishi maisha mazuri, akaja na kuwaletea taarifa ambayo ilikuwa kinyume na yale maagizo ambayo Mungu aliwapa wanadamu. Ndiyo. Lakini mtu wa kwanza kupewa yale maagizo na shetani, au kupewa ile taarifa ambayo ilikuwa ni mbaya na shetani, alikuwa ni Eva. Mwanamke. Eva ambaye ni mwanamke. Alipopata ile taarifa ambayo sio, akaitendea kazi. Okay. Kwenye Biblia ile Mwanzo 3:1-6 inaonyesha jinsi gani shetani ambaye ni nyoka, kwenye Biblia inaonyesha alimfuata mwanamke. Sawa. Akamwambia, ni kitu gani ambacho Mungu amewazuilia kula? Kuna mti wa katikati ambao Mungu amewazuilia kula, kwamba mkila mtakufa, lakini sio. Mkila matunda ya mti huu mtaweza kujua mema na mabaya. Taarifa ambayo sio ambayo Mungu aliyopatia Adam pamoja na Hawa. Ingawa ile taarifa Mungu alimpatia Adam according to the Bible. Ndiyo. Lakini Eva akiwa kama msaidizi naye alikuwa na taarifa ile kwamba kuna mti ambao hakupaswa kula. Basi Eva alivyosikia taarifa ile, akaipokea kutoka kwa nyoka, naye akaingiwa na tamaa, akachuma ile tunda, akala, akampelekea na mumewe. Okay. Kwa hiyo tunaona shida ilianza kwa sababu Eva ndiye aliyepokea taarifa kutoka kwa shetani. Okay. Akaitendea kazi. Akaenda akamlagai
mumewe naye akala ile tunda bila kujua kwamba nilipaswa nifuate masharti ambayo Mungu alinipatia jinsi ya kuishi katika hii bustani ya Eden. Kwa hiyo tunaona kwa nini shida inaanza kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke ndo alikuwa source ya kupokea taarifa nyingine kutoka kwa shetani na kuitendea kazi na kwenda kupeleka taarifa nyingine kwa Adam na kumdanganya. Kwa hiyo shida inaanzia pale, kwa sababu Eva ndo aliyepokea ile taarifa kutoka kwa nyoka na akaitendea kazi. Tafsiri yake ya mwenyekiti wa vijana anachozungumza ni kwamba adhabu hii ilitokana na kutotii. Mwanadamu alikosa kumtii Mungu. Baada ya kukosa kumtii Mungu ndio adhabu inaingia. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba mwanamke au tuseme mwanadamu anaingia katika hatua ya kulipia makosa yake. Ndicho kinachotokea. Ndio. Kwa hiyo na ukienda mbali zaidi katika ile Mwanzo 3:15 unaona ile adhabu ambayo sasa Mungu alimpa mwanamke kutokana na yale makosa ambayo aliyafanya kwa kutotii ile agizo ambalo Mungu alimpa nani? Alimpa mwanamke au alimpa Adamu kwenye ile bustani. Kwa hiyo tunaona Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia kwamba nitaweka uadui kati yako wewe na nyoka. Uzao wako na wanyoka utakuwa na utakuwa na uadui kati yao. Ataponda kichwa cha nyoka na nyoka atamponda kisigino. Kwa mtazamaji, tulikuwa tunajenga msingi ili ujue kwamba hili tatizo lilianzia wapi. Ni tatizo kwanza la kiroho, lazima ufahamu. Kwa hiyo ni changamoto ya kiroho ambayo kwenye Biblia tunaisoma moja kwa moja kama mistari hiyo ambayo umeweza kuisikia. Na kwa sababu ya hicho ambacho kilichotokea, hiyo ni adhabu ambayo Mungu aliitoa. Kwa hiyo alipoitoa kwa huyu mwanamke, unaona mwanamke anatajwa moja kwa moja kwamba uzao wako. Kwa hiyo tafsiri yake ndio hili kongamano ambalo sisi tunakwenda kuwa nalo. Kwamba ni ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Cha kufurahisha ni kwamba Mungu licha kwamba alitoa adhabu, lakini tunayo neema kupitia Yesu Kristo. Ambayo hiyo neema sasa ndio tunakwenda kuizungumza hapa kuelekea hiyo tarehe 27, 28 na tarehe 1 ya mwezi wa 3. Sasa sisi tunataka tumtazame huyu mwanamke ambaye Hawa kama mwanamke wa kwanza, kama modo yetu, lakini sisi tunamtazama mwanamke wa leo katika zama hizi. Mwanamke wa jana umemtaja hapa kama ni mwanamke ambaye alisimama akawa kama ndio chanzo cha mume wake kukosea njia. Hebu tumtazame mwanamke wa leo. Unamuona katika taswira gani mwanamke wa leo? Amejifunza chochote kutoka kwa mama yetu wa kwanza? Katika jamii ya leo wanawake wengi bado tupo kwenye shida nyingi sana. Ndio. Hii yote inatokana na kwamba bado tunaishi yale maisha ya Hawa, maisha ya Eva. Yaani bado tuko kwenye vifungo ambavyo vinaambatana na kile. Bado uelewa wetu haujatambua kwamba tunapaswa tutoke kwenye yale maisha ya Eva, twende kwenye maisha mengine ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutukomboa kwa ajili ya hilo. Kwa sababu kikubwa kabisa Yesu Kristo alikuja kwa njia ya mwanamke ili sisi kama wanawake tuweze kukombolewa na tuweze kuanza maisha mapya. Kupitia Yesu Kristo sisi kama wanawake tulitolewa katika vile vifungo, tukaletwa kwenye hatua nyingine. Ndio maana ukienda mbele zaidi ya Biblia utaona jinsi ambavyo inaonyesha hata wanawake walioenda kushuhudia Yesu akifufuka kaburini, akiwa hayupo tena kaburini, walikuwa ni wanawake. Ndio wale wa kwanza kwenda kushuhudia na kuleta taarifa kwa disciples wa Yesu kwamba jamani, amefufuka, hayupo tena kaburini. Ile yote inatuonyesha kwamba mwanamke alishakombolewa kwa ujio wa Yesu Kristo. Lakini je, sisi kama wanawake tunaishi yale maisha? Bado wanawake wengi tunaishi kwenye ile maisha ya Eva, ya kutokutii, ya kutosikiliza yale ambayo Mungu amesema na sisi. Wanawake wangapi tunaishi kwenye yale maagizo? Tunatekeleza? Tunafuata zile amri za Mungu? Tunaombea, tunasimama kuomba kwa ajili ya familia zetu? Tunamtwika Yesu Kristo mizigo yetu? Tunapokuwa na shida, tumekutana na changamoto kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye kazi, tunaenda kwa nani? Tunaenda kwa mashosti ili watushauri? Tunaenda kwa marafiki? Tunakimbilia waganga wa kienyeji? Tunaenda wapi? Kwa hiyo mpaka leo tupo kwenye hizi shida ambazo zimemkumba Eva. Bado shetani anaendelea kutusumbua, anaendelea kuturudisha nyuma, anaendelea kututesa, kutuweka kwenye shida kwa sababu bado tunaishi kwenye ile maisha ya Eva. Tunafuata dunia inasema nini? Mungu ametuambia nini, lakini sisi tunafuata yale ambayo dunia inasema. Jamii inasema nini? Je, neno linatuambia vile? Hapana. Hatuenende sawa sawa neno, ndio maana mpaka leo tuko kwenye moja kati ya changamoto ambazo sasa hivi zinasumbua sana kwenye ndoa, naweza kusema
au ndoa zimeingia kwenye changamoto kubwa na zingine zimefika katika hatua ya kuvunjika au zinaelekea kwenye kuvunjika, mwanamke anatajwa kama ndio mtu wa kulaumiwa sana. Wewe sasa kama mtu ambaye naamini uko kwenye ndoa, unauona ukweli wa hili ambalo jamii inalizungumza sana, na kama ni kweli huyu mwanamke wa sasa kuelekea ili kongamano ana kipi cha kuokoa maisha yake na ndoa yake kwenye hizo siku 3 hapa kanisani? Okay. Kama wanawake especially kwenye ndoa, Mungu ametupa nafasi kubwa sana. Ndio. Ndio maana Biblia kwenye Mwanzo kuna sehemu inasema alimuumba mwanamke kuwa msaidizi. Tendo cha kumwambia kwamba mwanamke amemweka kama msaidizi na maanisha amempatia nafasi kubwa sana ya kusimama na kubeba majukumu, ukamilisho ndani ya ndoa. Kwamba pale ambapo mwanaume analega, pale ambapo kunahitaji msaada, pale ambapo kuna vitu vingine extra, mwanamke anapaswa asimame kwenye nafasi yake ili kuweza kusimama, abebe ile ndoa. Sasa leo hii sisi wanawake wengi hatusimami kwenye zile nafasi zetu za kuwa msaidizi. Msaidizi kwa namna gani? Kwa kuomba kwa ajili ya ule mwanaume. Anapozunguka kutafuta chakula, tunasimama kuomba, tunasimama kumuombea pale ambapo tunaona anatikisika au tunanyoshia mkono, tunaanza kulaumiana ndani ya nyumba. Je, sisi kama wanawake ambao tumeweka kwenye familia, tumepewa nafasi kubwa ya kulea watoto. Tunasimama kwenye nafasi zetu kuwalea wale watoto kuwa vijana wanaotakiwa kwenye taifa, kuwa watu wakubwa wanaotakiwa, kwa sababu sisi kama wanawake tukisimama kwenye nafasi zetu katika malezi, leo hii hatutopata watoto wengi ambao wanahangaika. Hatutopata watoto wengi ambao ni failures. Tumepata watoto wengi ambao ni failures kwa sababu sisi kama wanawake hatujasimama. Kwa hiyo mwanamke akisimama kama msaidizi kwa mumewe katika nafasi yake ile inayotakiwa kiungu, leo hii hatutakutana naye, kwa sababu tutafuata neno la Mungu linasema nini. Tutakuwa watii. Mungu aliagiza tusome neno. Mungu aliagiza tumtwike mizigo yetu. Mungu aliagiza tufanye kitu fulani. Tukienenda sawa sawa na Biblia inavyotaka, haya yote ya kunyoshewa mikono mtaani leo hatutonyoshewa, kwa sababu tutakuwa tumesimama kwenye nafasi ambayo Mungu ametuweka kusimama. Kwa hiyo kuelekea tarehe 27, 28 na tarehe 1, maana yake majibu umeyapata kutoka kwa mwenyekiti wa vijana. Mabinti ambao tunawazungumza, mabinti kama mabinti, kuna binti inawezekana yamkini anatutazama sasa hivi na yeye akijitazama anasemaje, pengine hii mada inayozungumzwa hainihusu. Huyu unamwambiaje? Mabinti wengi katika jamii wanasema ukishasema mwanamke, wengi wanakuwa wanajitoa. Ile tafsiri nzima ya mwanamke, wao wanasema ni mabinti. Wengine wanasema mimi ni msichana. Lakini mwanamke inabaki pale pale. Unapozaliwa tu kwamba wewe una jinsia ya kike, tayari wewe ni mwanamke. Kwamba yote haya yanayozungumzwa, yanayotokea kwenye jamii, yanayohusiana na mwanamke, yanakuhusu ama yanatuhusu. Kwa sababu kuanzia mtoto wa kike anapokuwa, wamama tunawafundisha watoto wetu, kwa sababu watoto pia wanaangalia mifano, wanatuangalia sisi kama mama kwenye familia. Sasa ndio leo narudi pale kwamba mama ni mlezi. Mama ametuleaje? Nyumbani kwetu tumekulia hivi. Unakuta hata mabinti wengine wakija kuolewa wanasema sisi nyumbani kwetu tulikuwa tufanye hivi. Kwa hiyo tunaona kabisa malezi yanaanzia kuanzia mtoto akiwa mdogo wa kike, vile anavyoanza kulelewa. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha. Kwa hiyo tunapowalea watoto wetu wa kike kuanzia chini, ndivyo tunatengeneza sasa kizazi, au tunatengeneza yule mwanamke aliyekombolewa. Kuna mama ambaye anatutazama sasa hivi, au kuna baba ambaye anatutazama na wana watoto mabinti, na wale watoto ni kama vile wameshindikana. Unachojaribu kumwambia ni kwamba hapa kuna suluhisho kwenye hizo siku 3. Lakini yeye anakaa na kutazama hapa, anasema haelewi changamoto tunayopitia na hao mabinti. Ni kufanya maamuzi. Kwanza kumleta mtoto wako hapa kanisani. Licha tu kwenye semina, lakini anza kwenda na watoto kanisani. Watoto waanze kujifunza wakiwa wadogo. Wapeleke watoto Sunday school, wajifunze maneno ya Mungu, wajifunze, yani walelewa katika njia za kimungu. Kwenye hii ukombozi wa mwanamke na uzao wake, wale mabinti ni muhimu sana kufika katika wameshashindikana. Na anajiuliza, anasema kwanza nawabebaje kuwaleta kanisani? Kwanza tunaanza na mama. Kwenye hiyo familia kuna mama. Kwenye mabinti kuna mama yupo. Mama achukue hatua.
Kuna wale ambao kabisa wameshashindikana. Mama, ukichukua hatua ya kuja kwenye kongamano hili, kuna vitu vingi utajifunza na namna ya kuanza kulea watoto wako, sasa kuwarudisha katika njia. Kuna wengine wameshashindikana kabisa, lakini Mungu kuna neema. Mungu atakupa neema, na kwa sababu utasimama kama mwanamke kwenye nafasi yako ya kuombea mabinti zako, kuna kitu Mungu atafanya kwa mabinti zako. Katika Yeremia sura 9 mstari 20 anasema, wako wapi wamama waombolezao, wawafundishe mabinti. Kwa lazima kwanza kama mama, sasa kwa nafasi umeshapata nafasi yako, usimame wewe kwanza upate mafundisho kwenye hizi siku 3 za semina. Ujifunze, kuna vitu vingi utajifunza kwenye area tofauti tofauti, na hiyo itakusaidia wewe kurudi nyumbani kwako na kuzungumza na mabinti zako. Lakini wale ambao mabinti sasa ambao unaweza kuja nao, ni ufanye hatua walete, uje nao, usimwache binti yako nyumbani. Ni siku 3 tu na yeye kuna kitu atapata. Na mimi kabisa katika semina hii kutakuwa na vitengo. Kuna mambo ya wamama ambao tayari wako kwenye familia na ndoa, lakini kuna nafasi ya mabinti na wao kupata mafundisho ambayo yatawasaidia, yanayohusiana na mabinti na umri wao, yatakayowasaidia sasa na wao kuwa wamama bora na waliokombolewa. Amen. Mtazamaji wa Haleluya TV, bado tunaendelea na kipindi chetu maalum. Tunazungumza kuelekea kongamano kubwa kabisa la ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Hii ni Haleluya TV ambayo inakujia popote pale ulipo. Mwinjilisti nambari 1 unaitazama kupitia kingamuzi cha Azam, unaitazama pia kupitia YouTube channel yako ya Haleluya TV, lakini pia official Haleluya TV YouTube channel, pia na mitandao yetu ya kijamii yote ambayo unaweza kutupata kwa kutumia jina moja tu la Prophet Rulinga. Basi ukitufuata hapo, hakikisha umetufollow, na kwenye YouTube channel yetu hakikisha umesubscribe, na wewe utakuwa mmoja kati ya wanafamilia bora kabisa ulimwenguni kote wa Haleluya TV. Bado tunazungumza na wageni wangu hapa studio siku ya leo kuelekea kongamano la siku ya ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Umesikia kuhusiana na nafasi ya mwanamke kama msaidizi, umesikia nafasi ya mwanamke kwa maana mabinti, wanawake wajao ambao sisi tunawasema kama wanawake wajao, lakini ndio wanawake leo hii wanapaswa kujifunza na kuyajua haya yote ambayo tunayazungumza. Bado tukiwa tumesalia katika mazungumzo yetu, tunataka tuende tukamtazame sasa mwanamke katika namna ambavyo anaweza akawa chachu ya ukombozi wa kiuchumi katika familia yake. Inafanyikaje? Inawezekanaje mwanamke akawa sehemu ya ukombozi wa uchumi wake? Na siku hizi tuna changamoto moja ambayo tunaipitia. Inasemekana, mimi sina uhakika, mtaniambia nyinyi wakina mama, kwamba mnaonekana siku hizi mnasaka sana mshiko. Kwa sababu mnasaka mshiko, mnainua mabega. Tutasikia kutoka kwa mama. Karibu sana. Anza na hii assumption niliyoisikia. Ni kweli mnanyanyua mabega? Hapana. Kwa kitu ambacho nimekiona mimi kulingana na miaka ambayo nimeishi duniani, na nimesema hivyo kwa sababu mimi ni binti. Sidhani kama wanawake wanasaka mshiko na wananyanyua mabega. Jamii yetu imeweka wanawake katika nafasi ambazo sasa hawana option but to do it. Yani hawana sasa namna nyingine, hawezi kukaa wakasubiri visivyowezekana, au hawezi kukaa kusubiri ahadi. Uvumilivu umeisha? Haujaisha. Katika ile uvumilivu wake anafanya kwa urefu wa kamba yake. Kwa hiyo kushupaza mabega au kunyanyua mabega ni misemo tu ya kwenye jamii, lakini nahisi kwamba wanawake hawatafuti hela kwa ajili ya kushupaza mabega. Okay. Ni society yenyewe imeweka katika situation ambayo sasa mwanamke inabidi atoke afanye ili kulinda familia na kwa ajili ya kufanya maisha sasa yaende. Kama binti ambaye unapambana kiuchumi, ambaye tunaamini ya kwamba unatengeneza misingi bora ya familia yako, kiroho, kwa mtu ambaye anatutazama, kama ni binti, kama ni mama, unaizungumzaje nafasi ya mwanamke kukomboa familia yake kiuchumi na kuelekea kongamano hili la tarehe 27, 28 na tarehe 1 ya mwezi wa 3? Okay. Katika uchumi ni broad topic, ni mada ndefu sana na ni pana mno, lakini katika kuelekea tamasha letu linalokuja la ukombozi wa mwanamke, nafasi ya mwanamke katika jamii, tukiongelea kuhusu uchumi specifically, haina limitation wala haina utofauti sana na nafasi
mwanaume. Kwa sababu sasa hivi tuko kwenye dunia ambayo imempa mwanamke nafasi ya kuweza kujitengenezea kipato chake mwenyewe. Na pia tumetoka kwenye zile zama ambazo mama alitakiwa akae tu nyumbani, subiri mwanaume alete. Sasa tukiingiza roho hapa ndani, Biblia yetu imeongelea wanawake wengi sana ambao walisimama katika nafasi zao na familia zao hazikuingia katika aibu na tatizo makubwa. Tunaweza tukamuona Esther. Esther is a powerful figure ya mwanamke aliyesimama katika hekima, uvumilivu, huku akimtegemea Mungu. Esther ni mwanamke ambaye wakati taifa na damu za vijana, wazee, wanaume, mabibi, mababu wanatakiwa waangamizwe, wapotezwe katika uso wa dunia, alisimama na Mungu. Sio kwa sababu alikuwa yeye ndo malkia ambaye ana muhuri wa kuandika barua za mfalme, lakini alisimama kwanza na Mungu, akapewa kibali cha kupata mamlaka makubwa. Mwisho, baada ya ukisoma kitabu cha Esther, baada ya Esther kuingia katika maombi ya siku 3 na watu wake kuomba pamoja naye, alinyimwa nafasi ya kuonana na mfalme kama malkia. Kwa baada ya pale sasa maombi akapata nafasi. Maombi yake aliyoyaomba kwa siku 3 pamoja na watu wake walioungana naye yalifungua malango makubwa. Sio kwa sababu Esther alikuwa na savings au shares za CRDB au sijui hisa au nini, samani nimesema hivi, lakini sio kwa sababu alikuwa hata na akiba ya dhahabu kwamba naweza nikatoa mimi zaidi ninunue hiyo nafasi, ni nguvu yake ya rohoni. Ni nguvu yake ya rohoni. Alisimama katika maombi. Sometimes unaweza ukawa hata una bars of gold, unaweza ukawa una shares, lakini bila Mungu pesa yako haizungumzi. Kwa tukiongelea uchumi, tunaongelea Mungu. Bila Mungu uchumi wako ni irrelevant. Kwa kama mwanamke unayetakiwa kukomboa familia yako katika nafasi yoyote ile, mimi ninakushauri kwa uzoefu wangu nilionao au kwa kitu kidogo ambacho nimekiona, mkimbilie Mungu. 27-28 Februari alafu tarehe 1 Machi mwaka huu, mkimbilie Mungu, ndio inakuhusu hapa katika kanisa la Omega. Ukifika hapo utakuja kuona practically hiki ambacho Francisca anakizungumza, namna gani ambavyo Mungu anahusika na uchumi katika maisha ya mwanamke na uzao wake kabisa. Nataka nirudi upande huu practically, hii dhana ya wanawake kwamba wananyanyua mabega. Kama mama ambaye uko kwenye ndoa, nadharia yake ikoje? Ni kweli? Na kama ni kweli, mwanamke anaponaje? Na kama sio kweli pia, wanaume wana insecurity? Na kama wana insecurity, wanapaswa kuja hapa tarehe 27-28. Hebu tusaidie. Tunarudi kwenye ile pointi ya kwanza niliongelea hapo nyuma, ya kusema kwamba watu wengi tumetoka kwenye uhalisia wa Mungu. Mungu anataka nini? Mungu anataka utii. Biblia inasema bora utii kuliko dhabihu. Kwa hiyo sisi kama wanawake tunapokuwa kwenye ndoa, tumeambiwa kutii. Kuna sehemu tunapaswa kutii mamlaka. Yaani pale tunapoagizwa tunapaswa kutii, hata kama una hela kiasi gani. Tunapaswa kuwa watii tunapokuwa kwenye ndoa zetu. Na tunapaswa kutii kwa kufuata neno la Mungu linataka nini. Sio kwa kujikweza mabega, yani kwa kuona kwamba mimi kila kitu naweza kufanya mwenyewe. Naweza nikatafuta pesa mwenyewe, naweza nikafanya nini mwenyewe, na kihalisia wapo wanawake ambao wanafanya hivyo kwenye jamii. Wapo. Lakini kwa nini hii siku baba yetu wa kiroho ameiandaa? Ameandaa hii siku na amefanya hii siku ziwe 3. Siku 2 kwa ajili ya kutoa training, lakini siku ya 3 kwa ajili ya kufunguliwa na kuombewa. Ndani ya hizi siku 2, tarehe 27 na tarehe 28, kutakuwa na wazungumzaji mbalimbali. Kutakuwa na speakers ambao watakuwa hapa katika kanisa kwa ajili ya kutufundisha wakina mama, kutukumbusha neno la Mungu linataka nini, kutufundisha mambo tofauti, sehemu gani tunapaswa kusimama, tuwe watu wa namna gani, tutasimama vipi kiuchumi, tutasimama vipi kama nafasi ya mwanamke, kutii pale inapotakiwa, sehemu gani napaswa tuenende kwa namna gani, sehemu gani sasa tuende kwa Mungu tukamwambie Mungu, hii sasa yatosha, huyu baba amenitesa sana, sasa yatosha. Lakini pia kufunguliwa kwamba sasa labda umeshateseka sana
kwenye ndoa. Unajua tumekuwa kwenye vifungo kama nilivyosema hapo nyuma kwamba kuna adhabu ambayo tulipewa. Lakini alikuja Yesu Kristo ili kutufungua. Sasa yamkini mtu amekuwa kwenye kifungo, mateso kwa muda mrefu kwenye ndoa. Asili inamfuata, asili ya baba yake, asili ya mama yake kule nyuma, kwamba ametoka labda kwenye familia ambayo ilikuwa na mateso ambayo ilisababishwa na ile adhabu ya Eva. Anapaswa kutoka pale sasa kwenda kwenye maisha mengine ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutukomboa kwa ajili ya yale. Kwa hiyo siku zimeandaliwa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu kuweza kutufungua, kututoa kwenye ile asili ya dhambi, ile asili ya ukoo, ile asili ya familia ya mateso, ya mizigo mbalimbali, ili tupase kufunguliwa sasa, tutoke twende kwenye uchumi mzuri, tusimame kwenye ndoa zinazong'ara, ndoa za furaha, familia za furaha, kazi nzuri, uchumi ambao unaenda mbele. Hayo yote hatuwezi kutoka kama hatujaja na kufunguliwa hapa. Hatujaja na kufundishwa neno linataka nini. Hatujaja kuja kujua Mungu anasema nini. Anatupa nafasi gani sisi kama wanawake. Wanawake wengi tupo kwenye familia, tupo kwenye majukumu mbalimbali, lakini hatujui nafasi zetu kama wanawake. Lakini siku zimeandaliwa ili tupate kukombolewa kwa kupewa elimu, kufunguliwa ufahamu, lakini pia kuombewa na mtumishi wa Mungu. Wakina baba, point yangu, unahisi wana insecurity? Hilo swali ni gumu. Tunataka tuwafanye wao sehemu ya kuja kwenye hii seminar. Hiyo wakutane na wazungumzaji. Kiuhalisia pia wababa wanapaswa kufika. Wanapaswa kufika ili waje wajue kwamba nafasi ya mwanamke ni ipi. Mwanamke anapaswa asimame wapi. Wakijua nafasi ya mwanamke ni ipi, hata pale mwanamke anaposema kitu kwenye familia watasikiliza kwamba huyu Mungu kamweka kwa kusudi. Hawezi kunisaidia, hawezi kunipeleka mahali ambako nastahili kufika. Wengi wanahisi kwamba akipewa labda akielekezwa kitu na mwanamke, mwanamke sio mtu wa kunielekeza. Mimi ni baba wa familia bwana, I'm the head of the family. Kwa hiyo kwa nini msikilize huyu mwanamke? Lakini anasahau kwamba Mungu alimweka mwanamke kwa sababu maalum. Kwa insecurities zipo kwa sababu wanaume wengi hawajui nafasi ya mwanamke ni nini katika familia na katika taifa kwa ujumla. Maana yake ni kwamba mimi na wewe mwanaume tuna nafasi ya kuja siku hiyo tarehe 27, 28 Februari na tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Bado tuko katika kipindi chetu maalum, tunazungumza kuelekea kongamano la ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Ndio kipindi ambacho kiko hewani kikidadavua hayo mambo kwa ukubwa wake. Kwa hiyo wewe unapata picha, unapata kujua kwa nini wewe ni sehemu ya hili kongamano. Kwa hiyo kwa haya yote ambayo nazungumzwa hapa, naamini ya kwamba wewe baba, wewe mama, wewe binti, msichana, unazo sababu zote za kuwa sehemu ya kongamano hili. Sasa unajua kongamano linafanyika hapa. Tuko Mbezi Beach Africana, kanisa la Omega, kwa mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga. Kama unatokea maeneo ya katikati ya jiji Dar es Salaam, unapanda gari au daladala au kama ni bodaboda, unaelekea barabara ya Bagamoyo. Alafu kituo kinaitwa Africana. Ukifika pale Africana, ukiwaambia wale mabajaji, bodaboda, mpaka kuna basikeli kwa sisi Wasukuma, unaweza ukapanda basikeli kwa shilingi 500 tu. Anaambia nipeleke kanisa la Omega au kwa mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga, atakufikisha mpaka hapa kanisani. Kama unatokea maeneo ya Mapinga, Kerege, Bagamoyo, Tegeta, Boko, Bunju, unapanda gari zinazokuja maeneo katikati ya jiji, alafu kituo hicho Africana. Na kama una gari yako binafsi, basi kuna mabango ambayo yanakuelekeza mpaka kufika kanisani kutokea pale Africana. Kwa hiyo lengo ni kufanya wewe usikose hii neema ambayo Mungu ameiachilia kwa ajili yetu sisi sote. Ndio maana tuko hapa sisi kukueleza habari njema za Kristo. Waswahili wanamsemo huo, wanasema kizuri unakula na mwenzio. Na sisi tunakula na wewe ambaye unatufuatilia wakati huu kupitia Haleluya TV. Na nataka tuende break fupi, alafu tutarejea hapa kuendelea mazungumzo na wageni wangu. Kusanyiko la wanawake tarehe 27 na tarehe 28 na tarehe 1. Mwambie jirani yako mwanamke, usibaki nyuma. Mwambie maana imeandikwa, ajitengae na wenzie utafuta matakwa yake mwenyewe. Mwambie hili ni jambo letu wanawake. Bwana ametukumbuka. Haleluya. Tarehe 27, 28 na tarehe 1 patachimbuka, vigae vitatoa vumbi. Deliverance ya ajabu itapita hapa kwa jina la Yesu. Shetani hatuache na uzao wetu. Mtu mmoja, mwanamke mmoja apiga kelele, sema shetani niache na uzao wangu. Piga kelele ya juu, sema shetani niache na uzao wangu. Pigia Yesu makofi mengi. Yes, mtazamaji, tumerejea tena mara baada ya hiyo break fupi, na naamini ya kwamba ulikuwa umepata nafasi na wewe ya kuyatafuna
haya ambayo tumetoka kuyazungumza, lakini bado hatujamaliza. Ndio kwanza kumekucha, tunaendelea na mada yetu kuelekea siku ya kongamano la ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Tumezungumza mambo mengi sana, lakini nataka turejee kwenye ile eneo la mabinti. Kuna mtu anayetutazama ambaye anafikiria, anasema ndio tunazungumza mwanamke anakomboa uzao wake, mwanamke anakomboa familia yake, lakini huyu mama ambaye amekaa hapo nyumbani anatutazama wakati huu, ni kama vile anasema amekata tamaa ya mabinti zake. Maisha ya mabinti zake, pengine wana tabia zisizofaa, pengine wamejikuta wameadapti mambo fulani ambayo mama ni kama vile sasa yameshafika mwisho, anajihisi labda ameshaomba na Mungu amsikii. Kwenye kongamano hili anayo nafasi ya kupata tumaini tena? Ndio, anayo nafasi ya kupata tumaini tena, na tuna uhakika kabisa atapata tumaini jipya tena. Kwa sababu kuna watu ambao wameshawahi kufika hapa katika madhabahu hii ya kanisa la Omega na wamepata matumaini, na sasa hivi na wakashuhudia, na sasa hivi maisha ya watoto wao yamebadilika kabisa. Kuna changamoto ambayo kesi ambazo tumekutana nazo hapa kanisani. Kuna mabinti walijiingiza kwenye mahusiano ya jinsia moja. Najua saa nyingine wazazi ubize wa maisha na kutafuta na nini, na watoto wengi wanasoma shule za boarding. Unakuta huko kuna vitu wanajifunza ambavyo sasa hata wakirudi majumbani wazazi hawawezi kugundua. Na kumekuwa na siri nyingi sana, na watoto wamekuwa na ile hofu yale mahusiano na wazazi wao, hata kupata ule muda wa kuweza kuzungumza na wazazi wao. Wamekuwa hakuna mahusiano kati ya mzazi au mama na binti wake wa kike kwa sababu ya maisha yalivyo. Na sasa mama ama mzazi anakuja kugundua changamoto kwamba binti yangu tayari ameshajiingiza kwenye mahusiano ya jinsia moja. Na ameshakwama huko. Ameshakwama, ametumbukia kwa sababu mpaka mzazi aje kugundua ni kwamba imeshafika mbali. Lakini tunaona kama wazazi au hawakukata tamaa. Walipofika mahali hapa wakaleta watoto wao, mabinti zao, kwa sababu hapo tunaongelea kesi za kuna wa kike, mabinti wa kike, lakini pia kuna watoto wa kiume. Kesi zote hizo tumeshakutana nazo hapa. Lakini katika baada ya maombi ya nguvu kabisa, kwa sababu kwenye kila tatizo, kwenye kila changamoto kuna roho inayofanya kazi. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwenye mpaka mtoto anafikia sehemu kuna roho inayofanya kazi ambao hukuigundua. Sasa tunapoigundua tuna deal na hiyo roho na watoto wamefunguliwa. Kuna jinsi ambao walikuwa na mahusiano ya jinsia ya kike, wengine kabisa walikuwa wameshakuwa kabisa yeye mpaka anakuambia ana mke na yeye ni mtoto wa kike. Na tumeona sio tu hapa Dar es Salaam, lakini wametoka mikoa mbalimbali, watu wanafunga safari kutoka nchi mbalimbali kuleta watoto wao, lakini wote wamefunguliwa. Na si katika hilo tu, kuna wengi mabinti wamekuja ni walevi. Yaani hata ukimwangalia binti ni mzuri kwa sura, mzuri kwa umbo, lakini ukimwangalia amechakaa kwa sababu ya ulevi. Na mpaka unajiuliza sasa ataolewa? Sasa kama mzazi, hebu fikiria mama anaumia kiasi gani kwamba nimezalia dunia, nimezalia watu wengine, mtoto wangu ameharibika. Kwa lakini wakawaleta mahali hapa na maombi, pia na mafundisho. Wamama wamepata mafundisho jinsi gani ambao ndo tunajua kabisa katika hili kongamano wamama wengine watapata mafundisho jinsi gani ya kuenenda na kudili na kutatua matatizo, changamoto za nyumbani kwao zisije zikafika mpaka zikawa zimeshindikana kabisa. Kwa katika swala la ulevi mabinti wamefunguliwa, na wengine ni watumishi, wanatumika, wanamtumikia Mungu. Na pia kuna changamoto nyingine, wengine nguvu za giza. Watoto wameshachukuliwa, wametumikishwa kwenye nguvu za giza. Binti akija kuelezea story au ndoto anazoota au sehemu anazoenda usiku na wazazi wake hawajui na wanaishi nyumba moja, unashtuka, unashangaa kwamba inakuwaje. Ameshazama kabisa kwenye mambo ya uchawi, wameshamuingiza na kwambia ni malkia. Na wengine mtumishi wa Mungu alipokuwa akiwaombea na kuwafungua, anasema mimi ni malkia tayari, nina crown. Lakini mzazi unamwona tu mzazi analia kwa sababu haelewi imekuwaje. Sasa yote haya watoto hao wamefunguliwa, mabinti wamefunguliwa. Kuna wengine bangi, wamejiingiza kwenye mambo ya kuvuta bangi, madawa ya kulevya. Watoto wameharibika, mabinti wameharibika. Na tukiangalia mabinti hao wakishaharibika hivi, hatuoni kizazi kinachoendelea baadaye, watakuwa mama wa aina gani? Au wengine wanazaa mtoto nyumbani, anazaa mtoto anamleta nyumbani, anazaa mtoto amleta nyumbani. Mama yake anakuja anasema sasa nimechoka kwa sababu sina cha kufanya tena na binti huyu. Lakini wanapokuja hapa wamefunguliwa. Wengine kazi, wazazi wamesomesha mtoto. Amesoma na masters, ana degree, lakini yuko nyumbani tu. Hana kazi. Wengine mpaka wamepata depression.
Kwa hiyo wanapokuja hapa wanapata mafundisho, wanapata maombi na wamefunguliwa. Na wengine wamepata kazi, wengine wameolewa, wengine changamoto, mama anakuambia nina watoto 5, wote hawajaolewa, wako nyumbani. Wote wamesoma, hawana kazi. Haelewi afanyeje, amekata tamaa. Sasa mama anapokuja ni tunasema ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Kwanza mama anafunguliwa kwa sababu changamoto zingine zinatoka kwenye familia, zinaanzia kwenye mama, wazazi wenyewe. Mama ana changamoto, baba ana changamoto, sasa wakikutana wanazaa mtoto. Wakizaa wale watoto kile kizazi kinaendelea kutafunwa hivyo hivyo. Sasa mpaka kujua inakuwa ni too late. Lakini tumeona changamoto kama hizo, mama amekuja, wazazi kwanza wamefunguliwa. Wakifunguliwa, uzao wao unafunguliwa. Ndio maana ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Mzazi anapofunguliwa, mama unapofunguliwa, na watoto wako pia wanafunguliwa. Lakini pia kwa mahusiano, mabinti wengi wamekuwa na changamoto za mahusiano. Tumekutana changamoto nyingi za mabinti kwenye mahusiano. Anasema na mchumba, kila ninayempata mchumba tunakaa miezi 2 tunaachana. Anapeperuka. Anapeperuka au anapeperushwa. Na yeye anakuambia mbona mimi nimeokoka, mbona mimi nasali, mbona ninaomba, lakini sielewi. Wengine anakuambia nikiingia kwenye mahusiano tu ninaanza kuumwa au ninapata shida fulani. Na wameishia, mwingine amekata tamaa kabisa hata ya kuolewa. Kwa sababu anasema sasa labda ndoa sio kwa ajili yangu, sio fungu langu. Lakini si kweli. Kuna suluhisho katika kila jambo kwa njia ya maombi. Lakini pia ukipata mafundisho sahihi, kuna namna unaweza. Kwa hiyo tunaposema mabinti kwenye upande wa mahusiano, wanapokuja kujifunza na kukombolewa, wao sasa mabinti pale, wao na ukombozi wao na familia zao na uzao wao, Mungu atawasaidia, watapata wenza sahihi ambao sasa maisha yao na uzao wao wataanzisha kizazi chao pale. Lakini kwa kupata watu sahihi ambao Mungu atawasaidia na kutengeneza sasa uzao wao ambao utakuwa sasa hauna changamoto kama zile walizotoka kwenye familia zao au ambazo wamekuwa wamepitia. Yes, bila shaka wewe mama, wewe baba ambaye una familia, una watoto wako hapo nyumbani, lakini inawezekana mabinti wenyewe pia ni wasichana, mnatazama napitia changamoto mbalimbali miongoni mwa hizi ambazo zimetoka kutajwa hapo, yamkini changamoto za mahusiano na mengine mengi. Nataka nikwambie kwamba siku hiyo tarehe 27, 28 Februari na tarehe 1 Machi mwaka huu, basi ndio siku zile ambazo Mungu ameamua kuachilia neema kwa ajili ya mwanzo wako mpya. Unakwenda kupata mwanzo mpya. Sisi tunasema katika mwaka huu 2026 tunatembea na neema ya kuinuliwa na kuhamishwa viwango. Kwa hiyo tunaamini na wewe pia utakwenda kutembea katika mtembe huo wa neema hiyo wa kuinuliwa na kuhamishwa viwango vya maisha yako. Utatoka kwenye hizo changamoto ambazo umekuwa ukizipitia. Haijalishi umepitia muda gani. Yesu ndio mbeba mizigo. Atabeba mizigo yote hiyo na mambo yatakuwa ndio yameisha hapo. Wewe cha kufanya, usikose kufika siku hiyo kwenye hizo siku 3, kwa maana tarehe 27, 28 Februari na tarehe 1 mwezi Machi mwaka huu 2026 hapa katika kanisa la Omega. Bado tunaendelea mazungumzo yetu kuelekea kongamano la ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Tulizungumza mambo mengi sana, na moja kati ya jambo ambalo leo tunalizungumza na tunatamani wewe ulisikia kwa ukubwa ni eneo la uchumi. Mwanamke na uchumi. Kama kuna jambo wanakwambia wanawake wanataka kulisikia ni mambo ya uchumi. Ndio maana sasa hivi ukiingia kule mitaani, wewe utakuwa shahidi, mtazamaji wangu, namna ambavyo wakina mama wanapambana na masuala ya kiuchumi ili kujikwamua kutoka kwenye umasikini. Mikwamo ya kimaisha. Kuna nyakati ambazo inaonekana kama vile ndio inasababisha wanawake, kwa mfano mabinti wanasema mimi sitaki asinisumbue kabisa, wacha nitafute langu, akija atanikuta na kila kitu changu. Yanasababisha matatizo baadaye. Lakini wako ambao wako ndani, uchumi na wenyewe bado unakuwa ni tatizo. Hebu tuzungumze mtaalamu wa masuala hayo ya kiuchumi practically kuelekea kongamano la tarehe 27, 28 na tarehe 1. Jamani, kwanza tunawakaribisha kwenye kongamano letu kwa sababu kwenye swala la uchumi ni very spiritual. Yaani ni jambo la kiroho kwa asilimia 99.99. Kitu chochote kinachohusiana na pesa ni kazi za mikono yetu. Biblia inasema nitabariki kazi ya mikono yenu. Lakini pia Biblia inasema utabarikiwa shambani na utabarikiwa mjini. Hizi zote Mungu hakuzisema kwa sababu eti anatunga tenzi sijui au
methali. Hapana. He was very practical na alilisema ili watu wajue kwamba kazi za mikono yetu, kitu chochote kinachohusiana na uchumi, tumuhusishe yeye kwa 99.9. Na kwa hali ya tulioko sasa hivi Tanzania, bara la Afrika, duniani kote, uchumi watu wameufanya kama kwa Mungu. Umeona? Watu wanaabudu pesa. Lakini uchumi wowote ambao unatakiwa uishi milele, everlasting riches, ni uchumi ambao una foundation ya Yesu. Yaani uchumi wowote ambao utalala usiku kwa amani, ni uchumi ambao unatokana na Yesu. Mimi jamani nimeona uchumi wenye raha ni uchumi ambao unatokana na Yesu. Nimekutana na wafanyabiashara wengi sana, nje ya nchi na ndani ya nchi. Na unaona kabisa lifespan yake katika biashara yake na utajiri wake ilikuwa ina muda. Sasa unajiuliza, is this what Mungu anataka kwa watu wake? Hiki ni kitu ambacho Mungu ametuandikia? Unagundua kabisa huyu si Mungu. Lakini pia mimi kama binti ambaye maisha yangu kusema ukweli nimeyaweka kwenye mikono ya Mungu, nimejiona nikiwa na pruniwa. Yani mtu unavyokuwa, kuna wanahitaji magugu, hatua zile za maisha yangu. Nimeona kabisa Mungu akiwa anakata, ikitoka, ikiacha, ikiachana nacho, ikifanya. Unarudia kosa, unakatwa tena mpaka unasema sitakiwi kufanya. Kwa sababu nimejikabidhi kwa Mungu kwamba mimi Mungu, I'm your assignment. Mimi ni project yako namba 1. Umezungumza hapa uchumi sahihi unatoka kwa Mungu. Nimekutana na mtu mmoja siku moja ananiambia mambo yanayofanana na hayo, lakini ananiambia, bwana unajua shida bwana kwa Mungu vitu vinachelewa. Kule upande wa pili Fast and Furious. Sasa unamwambiaje huyu? Wewe hapo una maamuzi. Mungu ni mzuri. Your personal will iko mikononi mwako. Hata kama Mungu yeye anaweza akafanya ukafa ndani ya dakika. At the same time, ukisema ndio kwa mdomo wako, he is not involved anymore. Lakini ukisema Mungu mimi ninakutaka, atahusikana na wewe. It's about your declaration. Sasa wewe unataka utajiri wa namna gani? Unataka maisha yenye raha ya aina gani? Unataka maisha ambayo ukipata utajiri leo umenunua Range Rover, kesho linaanza kutoboka matairi, mara sijui limepata ajali, mara sijui limeungua barabarani, mara sisemi ajali zote za magari ni short term riches, lakini what I'm trying to say is this: ukitaka utajiri ambao una base ya Mungu, inamaanisha wewe umesajili familia yako, kizazi chako, na yani damu yako, chochote kinachotokana na damu yako, as long as you said Jesus, I want this utajiri huu utokane na wewe. It means your generation to generation. The way kama vile watu wa duniani wanavyonuia vizazi na vizazi kwamba umelaniwa na kizazi chako cha 4, ndivyo ambavyo una nafasi ukitumia damu ya Yesu. Utajiri wako utaenda mpaka kizazi cha 4, na Mungu alivyo ajabu anaweza kafanya kizazi mpaka cha 8. Kwa hiyo inategemea na wewe unataka utajiri wa aina gani. Kama unataka utajiri mfupi ambao utaenda kwa mganga, utapata leo, utakula wewe, utalala, kesho watoto zako waanze kupambana, then utapambana na watu wa duniani. Lakini kama unataka utajiri ambao una uhakika kwamba unajua Mungu ananitoa hatua moja mpaka nyingine, lakini huu utajiri utanifikisha katika uzee, na utafikisha vitukuu vyangu na vitukuu vya vitukuu vyangu, you have to run to Jesus. Wow. Mtazamaji ambaye unatufuatilia, Francisca anajaribu kuelezea namna gani ambavyo kuna faida ya uchumi wako, wewe mwanamke, wewe msichana, wewe binti, na hata wewe baba pia, kujengwa katika msingi ya Kristo. Na unaona namna ambavyo anaeleza yeye mchakato wa maisha yake ya kiuchumi, namna ambavyo Mungu amekuwa akimpruni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwamba tafsiri yake ni kwamba vitu vya Mungu vina process. Na baba yetu anasema mara nyingi, trust the process. Lazima uamini ule mchakato, ili Mungu apate kukutengeneza kuwa vile ambavyo yeye anataka. Lakini otherwise pia ukienda katika upande wa pili, ndio haya ambayo Chika pia ametoka kuyazungumza, kwamba unataka utajiri ule ambao kesho mali zote zimeenda, na mali ambazo hata watoto wako hawawezi kuzirithi. Sasa utapataje haya maarifa yote ambayo Francisca ametoka kuyazungumza? Ni kwenye tarehe hizo sasa ambazo nimekuambia, kongamano la mwanamke na uzao wake, tarehe 27, 28 Februari na tarehe 1 mwezi wa 3
mwaka huu wa 2026 ndio utakwenda kupata hayo maarifa. Kwa hiyo mimi nataka nikusi usipange kukosa, kwa sababu unasikia hizi nondo ambazo ndugu zetu wanazitoa, na hao wanakueleza kutoka kwenye practical experience, yani uzoefu dhahiri kabisa, wamemuona Mungu wanayemzungumza kwenye hayo maeneo. Ndio maana wako hapa kama mashahidi kukuelezea kile ambacho Mungu atakwenda kufanya pia katika maisha yako. Bado tunaendelea mazungumzo na wageni wangu, na mungkin tunaelekea ukingoni, lakini bado tuna mambo ya kuzungumza. Tuliposoma yale maandiko kwa uchache pale mwanzoni, wakati mama yetu Hawa anaingia katika lile jaribu la kula tunda na kumpa mumewe, kwa tafsiri tulizungumza pale ilikuwa ni swala la utii, na Hawa au mama yetu Hawa alisikia maelekezo kutoka kwa adui Shetani. Lakini kabla ya maelekezo hayo kulikuwa kuna maelekezo tayari ambayo Mungu alikuwa ameshayazungumza. Ninazungumza kwa kutokana na huduma hii tunayofanya hapa kanisani. Nazungumza na wanawake wengi sana. Na unasikia mwanamke anakuja ana changamoto fulani, alafu anakuambia nimeshazunguka, nimeenda huku na kule kwa waganga. Mwanamke mmoja sasa ameenda kwa waganga karibu 30 ndani na nje ya Dar es Salaam. Na ukimuuliza ulijuaje taarifa za hao waganga, anakuambia rafiki yake fulani ndo alimwambia. Sasa kiroho pia nafasi ya mwanamke katika kusikia ili aweze kuijenga familia yake, anakwenda kunufaikaje kwenye hili kongamano ili apate kusikia vitu sahihi na kuzungukwa pia na marafiki sahihi? Ndo uhalisia ambao sasa hivi upo. Ndoa nyingi zimekuwa kwenye mateso, zimekuwa kwenye maumivu, zimekuwa kwenye vilio, kumekuwa hamna amani. Talaka zimekuwa nyingi. Sisi wengine tumekuwa kwenye nafasi ambayo mnaona watu wengi wanakimbilia mahakamani kwenda kukimbilia talaka na nini, kwa sababu ya machungu ambayo watu wanayapitia. Unaona solution ni kuachana. Solution ni kukimbilia misaada mingine. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tumekuwa hatufuati yale maelekezo ambayo Mungu ametupa. Sisi kama wanawake kuna nafasi ambazo Mungu ametupa kwenda kuzifanya katika ndoa. Tumewekwa pale kwa sababu maalum. Tumewekwa pale kuwa wasaidizi, kwenda kukamilisha ile ndoa, kwenda kuwa wa msaada, kwenda kujenga familia, kwenda kutoa msaada fulani ambao Mungu wakati anamuumba mwanadamu aliona kabisa kwamba anahitaji msaidizi. Na maana kwamba aliona kuna kitu hakipo sawa kwa Adam. Kuna mtu ambaye anaweza akafanya ule ukamilisho. Ndio akatuweka sisi katika hiyo nafasi. Lakini sasa wengi tumekuwa wakutofuata yale maelekezo ambayo sisi Mungu ametupa. Tunafuata maelekezo kusikiza kwa mashosti. Marafiki, wafanyakazi wenzetu, umekutana na changamoto fulani, unaona msaada nikaufate kwa fulani. Ndio mwisho wa siku tunashauriana twende kwa waganga kienyeji. Twende sijui tukafanyaje. Huyo bwana mfanyie kitu fulani. Huyo sijui, yani tunafuata maelekezo ambayo sio Mungu ambayo ametupatia. Lakini mtu wa Mungu Nabii S.S. Rolinga ameandaa hizi siku 3 hapa ili kwenda tukapewe ule uelewa, tukakumbushwe yale maagizo ya Mungu ambayo alitupa sisi kama wanawake. Wengi yamkini tumesahau, wengi yamkini hatukupata ile taarifa sahihi. Wengi hatuna taarifa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwamba kuna maarifa fulani sisi kama wanawake tumeyakosa. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kukumbushwa, tunahitaji kwenda kuelekezwa namna ya kuenenda, kwamba kuna mahali ikifika inabidi urudi gotini. Kwamba hii hali ukiona unaona hii sio ya kawaida. Hii ni roho nyingine imeingia sasa. Kwa sababu kuna roho wanasema evil spirit ambazo zinafanya kazi na mwanamke kama ule uadui ambao uliwekwa kuanzia mwanzo. Upo unapambana kuona kwamba mwanamke hafanikiwi. Yaani kuna roho nyingine ni roho za kishetani. Zipo tu kwa ajili ya kuharibu. Unaenda kwenye njia sahihi, lakini kuna roho zinakuja zinafight ili kutoe katika ile njia. Sasa tunakuja hapa kwa mtu wa Mungu Nabii S.S. Rolinga ili kufundishwa, ili kuombewa zile roho ambazo tumeambukizwa, zile roho ambazo tulipewa yamkini kwenye asili zetu. Tumetoka kwenye koo ambazo zina matambiko, tumetoka kwenye koo ambazo zina maagano kwamba huyu kwenye ndoa zao zitakuwa ndoa za mateso, ndoa zao zitakuwa ndoa za amani, kwenye familia hatokaa na amani, hatozaa watoto, atakuwa mgumba huyu maisha yake yote. Alishaandikiwa habari kuanzia yupo kwenye ukoo wake, ameandikiwa habari mbaya kwamba huyu hatozaa, huyu atakaa kwenye mateso. Sasa mtu wa Mungu Nabii S.S. Rolinga ameandaa siku ili tuombewe, ili tufunguliwe, tutolewe kwenye yale mateso ya familia, tutolewe kwenye vile vifungo ili tuweze
tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo ningewashauri watu wote, ningependa kuwakaribisha waje katika kanisa la Omega ndani ya hizi siku 3, tupate mafundisho, tupate maelekezo, tuweze kufunguliwa, kuwekewa mkono na mtumishi wa Mungu Nabii Yesu Lingili, tuweze kutolewa katika zile evil spirit ambazo zimeambatana na sisi, ile asilia ya ukoo ambayo inatufuatilia kwenye ndoa zetu, kwenye familia, zinafuatilia watoto wetu, zinafuatilia waume zetu, ili kuweza kuturudisha nyuma katika mateso na ule uadui ambao tuliandikiwa nyuma. Tukumbuke kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ili kutukomboa, ili kutuweka huru, na wakati ni sasa kutoka kwenye hivyo vifungo. Amen. Asante sana kwa maneno mazuri. Naamini pia ni kama ametia na muhuri kabisa, amekukaribisha wewe uweze kufika siku hiyo, na tupate ukaribisho mwingine hapo. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu kwa siku ya leo. Naamini ya kwamba umepata madini ya kutosha, umeshiba, na umepata sababu ya msingi au za msingi kwa nini wewe uweze kushiriki kwenye kongamano hili la ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Napozungumzia ukombozi wa mwanamke na uzao wake, mpaka wakina baba wote tunaingia humo ndani, maana ndio uzao wa mwanamke wenyewe. Karibu sana. Amen. Zungumza na mtazamaji ambaye anakutazama wakati huu. Kwa nini afunge safari na familia yake kuja hapa kwenye hizo tarehe? Kwanza nikianza na mabinti ambao wako nyumbani wananisikiliza, wanapata fursa kukutana na kipindi hichi au tangazo hili za hizi siku 3, ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Pengine una changamoto yoyote na mabinti wengine hawana mtu wa kumshirikisha, huna mtu wa kuzungumza naye, lakini tatizo limefika mahali mpaka wewe sasa linakusumbua, limekuwa ni changamoto sugu, umekosa hata mtu wa kufunguka kuongea naye, kwa sababu ukihisi jamii itanionaje, watanichukuliaje, ndugu zangu wakijua itakuwaje. Sasa suluhisho ni hizi siku 3. Funga safari, njoo na utafunguliwa. Sasa ukifunguliwa wewe na uzao wako utakuwa umefunguliwa. Kwa hiyo usikate tamaa hapo ulipo. Amua tu, usiangalie watu wanasemaje, watanionaje, hapana. Ukishafunguliwa wataanza kuongea lugha mpya juu ya maisha yako. Ya kale yanapita, tazama yamekuwa mapya. Na pia kuna wazazi wengine ambao wako majumbani, wana watoto ambao wamefika mwisho kwa akili zao, hawaelewi wafanyaje. Wewe kama mzazi, njoo katika hili kongamano, utapata mafundisho. Baba yetu ameandaa ile kongamano Nabii Yesu Linga kwa ajili ya kwamba hata wewe ambaye hujui jinsi gani ya kuzungumza na watoto wako, hujui jinsi gani ya kuzungumza na kupitia changamoto za watoto wako. Kuna wazazi wengine ni wakali sana kiasi kwamba hata watoto hawezi kuongea nao. Utapata mafundisho namna gani sasa ya kimungu ya kuzungumza, kujua changamoto ambazo zinasumbua watoto huo uzao wako, ili usifike katika hatua mbaya au kaishia kwa adui shetani. Kwa hiyo nakukaribisha sana, ni siku 3, tarehe 27, 28 na tarehe 1 katika kanisa la Omega. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Asante sana, na tunaamini ya kwamba umepata ukaribisho mzuri sana, na wewe basi utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watafunga safari kwa ajili ya kuweza kufika hapa katika kanisa la Omega Mbezi Beach Africana, mtaa wa Kilongawima, kwa mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga. Nataka nikwambie tu ya kwamba usipange kukosa. Ni tukio ambalo au ni kongamano ambalo litakwenda kubadilisha historia ya maisha yako na uzao wako kabisa, na hautajuta kuwa sehemu ya kongamano hili. Tusikie pia kutoka kwa Francisca akizungumza na mtazamaji wetu, kumkaribisha na kumwambia sababu ya msingi. Kwa nini? Ukiachana mambo ya uchumi mengi umeyazungumza hapa, lakini naamini bado una sababu ya mwisho ya kumwambia kwa nini afike kwenye hizo tarehe ya siku 3. Mimi ningependa kukukaribisha sana katika madhabahu ya Omega Ministries Church of All Nations. Viewers all over the world, ulimwenguni, jamani, I encourage you to come. Lakini pia kama uko mbali sana, distance is not a barrier. Naomba ukumbuke kwamba mkono wa Mungu ni mkuu na unaweza kukufikia kokote ulipo. Cha msingi, zingatia siku za event yetu tarehe 27, tarehe 28 na tarehe 1. Jiungamanishe na wewe pamoja na familia yako. Jua kwamba Mungu anakusudi na wewe na mkono wake utakufikia popote ulipo. Mimi nakukaribisha kwa kusudi moja tu. Biblia inasema, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hii inatoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 30. In English it's Matthew chapter 11 verse 30. Maana yake nini? Mizigo yetu sisi kwetu ni mizito sana. Tukitegemea nguvu zetu wenyewe, mizigo yetu ni mizito mno. Na tuna mipaka, binadamu tumewekewa mipaka na forces, different forces, worldly forces, spiritual forces, even personal mind forces. Manake akili yetu sisi wenyewe inaweza kukufunga katika boksi moja. Lakini ukija mbele za Mungu ukimwomba Roho Mtakatifu msaada, anafungua akili yako. Kuna
jinsi tunafikiria kwa uchache, Roho Mtakatifu anatufanya tufikirie kwa ukubwa na kwa upana zaidi. Ninakukaribisha ndugu yangu, njoo upokee msaada wa Roho Mtakatifu, upokee ukombozi. Wewe mwanamke, tumbo lako ni ufunguo. Chochote ambacho Mungu hajakipanda kinaenda kutolewa. It's going to be uprooted. So come and uproot every evil plantation, every evil things that have happened to you and your family. Kila kitu ambacho kimetokea kutoka kwa mabibi zetu, mababu zetu, watu wote wa nyuma vinavyotukimbiza mpaka sasa hivi. Njoo kati ya hizo siku 3 na Yesu ana mpango na wewe na anania na wewe. Karibu sana. Yes, kazi moja ambayo nilikuwa nataka nifanye ni kujaribu kumtafsiria, lakini naamini kwa leo sitamtafsiria, umemuelewa lugha yake aliyozungumza. Mungu wa mbinguni akubariki sana mtazamaji wa Hallelujah TV. Na hadi kufikia hapo tuseme kwamba tumefika tamati ya kipindi chetu maalum kabisa kuzungumza kuelekea kongamano la ukombozi wa mwanamke na uzao wake. Na kukumbusha tena tarehe 27 Februari, 28 Februari na tarehe 1 Machi mwezi wa 3 na maanisha mwaka huu 2026 hapa katika kanisa la Omega. Na kitu ambacho hatujafanya mwenyekiti, time ni kuanzia saa ngapi? Ni kuanzia asubuhi wanakuja mchana, wanakuja I don't know. Kwa hiyo tuambie hizo siku 2. Maana nilisikia juzi wanaambiwa wanawake ujitahidi hata kupata off kwenye ile siku ya Ijumaa ili uweze kushiriki. Tusaidia hapo. Hizi siku 2 zote ni kuanzia asubuhi. Kuanzia asubuhi. Okay. Yaani jitahidi kuanzia saa 3 uwe katika kanisa la Omega, kwa sababu ili upate nafasi sehemu nzuri, uweze kupata wakati mzuri, njoo mapema. Okay. Saa 3 asubuhi uwe hapa, tutakuwa na wakati mzuri mpaka jioni kwa siku zote 2, Ijumaa na Jumamosi, lakini pia Jumapili tutakuwa na ibada nzuri kuanzia saa 2 asubuhi. Sawa. Lakini pia bila kusahau naamini kuna vile vitu vizuri wanasemaga, vitu special. Watarajie vitu special bila shaka. Ndio. Kutakuwa na vitu vizuri sana. Tutakuwa na speakers tofauti ambao watakuwa hapa kuzungumza na wanawake, masuala ya uchumi, masuala ya ndoa, masuala ya mahusiano. Kwa kweli tutagusa kila sekta ndani ya hizo siku 3. Lakini pia tutakuwa na madaktari ambao watakuwa hapa kwa ajili ya kuangalia afya ya watu, kama mtu ana shida aina yoyote ile, kwa ajili ya kupatiwa maombezi kwa mtu wa Mungu na BSS Lolinga. Lakini pia tutakuwa na waimbaji. Tutakuwa na waimbaji watakuwa wanaburudisha hapa. Kwa hiyo tutapata burudani nzuri. Kwa kweli kutakuwa na wakati mzuri. Yaani kama mwanamke hujawahi toka outing, hii ni outing tosha. Kwa sababu utafurahi, utaenjoy, utapata neno, utapata uponyaji, yani utatoka hapo umeshiba kila kitu. Karibuni sana. Sina la kuongezea hapo. Sisi tunakwambia bye bye. Kusanyiko la wanawake tarehe 27 na tarehe 28 na tarehe 1. Mwambie jirani yako mwanamke usibaki nyuma. Mwambie maana imeandikwa, ajitengae na wenzie utafuta matakwa yake mwenyewe. Mwambie hili ni jambo letu wanawake. Bwana ametukumbuka. Haleluya. Tarehe 27, 28 na tarehe 1 patachimbuka, vigae vitatoa vumbi. Deliverance ya ajabu itapita hapa kwa jina la Yesu. Shetani hatuache na uzao wetu. Mtu mmoja, mwanamke mmoja apiga kelele, sema shetani niache na uzao wangu. Piga kelele ya juu, sema shetani niache na uzao wangu. Pigia Yesu makofi mengi.